أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mu'minin ayyadahullahu ta'ala bin Nasril Aziz anasema katika hutuba iliyopita habari za Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu zilikuwa zimeelezwa na leo pia zitaendelea. Hazrat Muaz alikuwa mkarimu sana, mwenye kutoa mno, na kwa sababu hiyo mara nyingi alikuwa analazimika kukopa mkopo. Wakopeshaji walipomsumbua zaidi kwa siku kadhaa, akaendelea kujificha nyumbani. Wakopeshaji wakamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamwomba ili amwambie Hazrat Muaz ili awarudishie mkopo wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma mtu na kumuita Hazrat Muaz. Mkopo wa Hazrat Muaz ulipozidi kuliko mali yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba mtu yeyote atakaye acha sehemu ya mkopo wake, Mwenyezi Mungu atamrehemu. Hivyo baadhi ya watu wakamsamehe mkopo wao, lakini hata hivyo wengine wakaendelea kumdai. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawagawia mali yote ya Muaz baina yao, lakini hata hivyo mkopo haukumalizika. Ilhali kilichotokea ni kwamba kila mmoja wao akaipata kiasi chake fulani. Wakopeshaji wakasema kwamba sehemu iliyobaki pia wapatiwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mwacheni, na katika muda huo haiwezi kutolewa zaidi yake, na nendeni na mali hiyo hiyo. Hazrat Muaz hakuwa na mali yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma upande wa Yemen na akasema kwamba ni karibu Mwenyezi Mungu akumalizie hasara yako na akuwezeshe kulipa mkopo wako. Katika muda huo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hazrat Muaz ya kwamba, ewe Muaz, unadaiwa sana. Mtu akikuletea zawadi uikubali tu, mimi nakupatia ruhusa yake, na wewe unaruhusiwa kupokea zawadi. Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma katika nchi ya Yemen, Khalifa mtukufu anasema kwamba hakuna shida katika kupokea zawadi, na kinachosemwa ni kwamba kwa sababu ya kutoleana zawadi mapenzi huzidi. Lakini kwa kuwa Muaz alikuwa ametumwa huko Yemen kama mwakilishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hasa kwamba ikiwa kwa sababu ya uwakilishi huo watu wakupatie zawadi, basi una hiari ya kutumia juu yako ile zawadi, kwani zawadi zile zilikuwa zikitolewa kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa ajili ya Baitul Mal. Imesimuliwa na Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Yemen, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kumnasihi akatoka nje pamoja naye. Hazrat Muaz alikuwa amepanda kipando chake na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatembea pamoja naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam
alipomaliza jambo lake akasema, ewe Muaz, inawezekana kwamba mwaka ujao usiweze kukutana nami, na pia yawezekana kwamba wewe upite karibu na misikiti na kaburi langu. Hat Muaz kwa kusikia habari hiyo akaanza kulia machozi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamgeukia na akauelekeza uso wake mtukufu upande wa Madina na akasema kwamba kwangu watu hasa ni wacha Mungu, haijalishi ni kina nani na wanaishi wapi. Katika riwaya moja imeandikwa ya kwamba wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Muaz ya kwamba hivi karibuni utawaendea watu ambao ni watu wa kitabu, ukiwafikia wapatie mwito kwamba watoe shahada ya kuwa hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wake. Wakilikubali jambo lako hilo, basi uwaambie kwamba Mwenyezi Mungu amewafarazishia sala 5 kwa siku. Ikiwa wakikubali hilo, basi uwajulishe kwamba Mwenyezi Mungu amewafarazishia sadaka ambayo ichukuliwe kutoka matajiri wao na iwarudishie maskini wao. Kisha endapo wakikubali hilo, basi uwe makini, usiichukue mali yao yenye thamani kubwa, bali uichukue iliyo na thamani ya wastani, na uepukane na maombi ya mwenye kudhulumiwa, kwani maombi yake humfikia Allah moja kwa moja. Na akamnasihi kwamba aepukane na maombi ya yule anayedhulumiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Hazrat Muaz bin Jabal katika Yemen kama kazi. Yeye alikuwa akiwafundisha Qurani tukufu na dini, na alikuwa akipatanisha baina yao. Zaka ambayo wakusanyaji wa Yemen walikuwa wakikusanya walikuwa wanamtumia Hazrat Muaz bin Jabal kwa ajili ya nizamu hiyo ya Yemen. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewagawia kati ya masahaba 5 waliokuwa Hazrat Khalid bin Said, Hazrat Muhajir bin Umayya, Hazrat Zaid bin Labid, Hazrat Muaz bin Jabal na Hazrat Abu Musa Ash'ari radhiyallahu anhum. Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliponituma Yemen akaniambia kwamba juu ya ngombe 30 upokee ngombe mmoja mwenye umri wa mwaka mmoja kama zaka, na juu ya ngombe 40 umchukue ngombe mwenye umri wa miaka 2, na kutoka kila mtu mzima uchukue dinari 1 au sawa na thamani yake uchukue muafira, ambayo ni aina fulani ya kitambaa cha Kiyemen. Muafir lilikuwa kabila moja lenye kutengeneza kitambaa hicho, hivyo kikapewa jina kwa jina lake. Riwaya hiyo ni ya Musnad Ahmad bin Hanbal. Alama Ibn Ishaka anasema kwamba Hazrat Muaz bin Jabal alikuwa na ulemavu mguuni. Alipoenda Yemen akawaongoza watu katika sala na akanyosha mguu wake. Labda atakuwa ameunyosha upande wa kulia au kwa njia yote iwayo akanyosha. Hapo watu pia wakamfuata na wakanyosha miguu yao upande ule ule. Hazrat Muaz alipomaliza sala akasema, nyinyi kwa kunifuata mimi mmefanya vizuri, lakini siku za usoni msifanye hivi, kwani nilikuwa na shida na kwa sababu yake nilikuwa nimenyosha mguu wangu. Muradi wake ulikuwa huo ya kwamba jinsi mlivyoonesha mfano mzuri wa utii bila shaka ni jambo la kusifiwa, na huo ndio utii hasa, kwamba imamu afuatwe kikamilifu, lakini huo ulikuwa uzuru wangu na hiyo si suna. Hivyo mtu asiye na uzuru asali sawa sawa kama alivyoamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotufundisha. Katika Yemen Hazrat Muaz kwa kutumia hela ya Baitul Mal akafanya biashara, na faida aliyoipata katika biashara hiyo akalipa mkopo wake. Yeye ni mtu wa kwanza aliyefanya biashara kwa kutumia mali ya Allah, na kwa ruhusa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kupokea zawadi vile vile hadi akawa na makondoo na mbuzi 30.
khalifa mtukufu anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemruhusu Muaz ili aweze kulipa mkopo wake, na alikuwa akifanya biashara kiasi hiki tu kwamba faida aliyokuwa akiipata alikuwa anaitumia kwa ajili ya kulipa mkopo wake, au yawezekana kwamba alipokuwa akifanya biashara na faida iliyokuwa ikipatikana katika biashara ile, ye atakuwa anaichukua ujira wake, yani kazi aliyokuwa akifanya ya kusimamia ile biashara alikuwa anachukua hela kama ujira wake, kama malipo yake, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amempatia ruhusa yake, na jambo hilo linaeleweka kwamba ni sahihi, kwamba yeye alikuwa anachukua malipo kutoka faida ile iliyokuwa inapatikana katika biashara. Lakini yote alikuwa anafanya pamoja na ruhusa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, Muaz akaja kufanya hija na akakutana na Umar ambaye Abu Bakar alikuwa amemteua kama msimamizi wa mambo ya hija. Umar na Muaz wakakutana katika siku ya tarwiya, wakakumbatiana na kila mmoja wao akampa mwenzie pole juu ya kifo cha mtume. Kisha wakaketi chini na wakabadilishana mawazo. Imeandikwa katika Al-Istiyab ambacho ni kitabu cha historia kwamba Muaz alikuwa mkarimu sana, na kwa sababu ya ukarimu wake hali ikamkuta kwamba mali yake ikamalizwa na mkopo. Yeye akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwomba kwamba yeye awaambie wakopeshaji ya kuwa wamsamehe mkopo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wakopeshaji, lakini wao wakakataa kumsamehe mkopo. Habari hiyo imetajwa hapo kabla. Labda kuhusiana na hilo jambo jingine linaelezwa au linajirudia tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wakopeshaji, lakini wakakataa kumsamehe Muaz mkopo wake. Msimuliaji anaandika kwamba ikiwa mtu angemsamehe mtu mkopo, basi kwa ajili ya mtume wangemsamehe Muaz bin Jabal mkopo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na daraja kubwa kuliko wote. Kwa ajili yake tu mtu angeweza kuacha mkopo wake au angeweza kutoa mali yake. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kulipa mkopo wa Muaz bin Jabal, kama ielezwayo hapo kabla kwamba baadhi yao walikuwa hawakukubali kumsamehe Muaz mkopo wake, na walikuwa wakimwambia mtume sasa kwamba sisi tutachukua hela yetu. Basi hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akauza mali yote ya Muaz ili alipe mkopo wake, na Muaz hakuwa na mali yoyote mkononi mwake. Kisha mwaka ulipotokea ushindi wa Makka, mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Muaz nchini Yemen kama amiri wa sehemu yake. Huzur anasema kwamba hapo habari imekuwa wazi zaidi kwamba yeye alikuwa ametumwa huko akifanywa kuwa amiri, na zawadi alizokuwa akizipata kama amiri inazaniwa kwamba zitakuwa za Baitul Mal. Yeye alikuwa mtu wa kwanza aliyefanya biashara katika mali ya Allah. Yeye akaishi huko hadi kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam kikatokea, naye akapata hali nzuri. Katika muda huo akaendelea kupata faida katika biashara, na sehemu aliyokuwa akichukua ikabadilisha hali ya kiuchumi. Kisha akarejea. Umar akamwambia Abu Bakar kwamba umuite Muaz, na kwa kumwachia sawa na mahitaji yake mali inayozidi uipokee kutoka kwake. Umar alikuwa na fikra yake kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemruhusu kuchukua faida ya biashara ili alipe mkopo wake. Sasa mkopo ameulipa tayari, hivyo mahitaji ya msingi anayoyahitaji yaachwe kwake na mali inayozidi ichukuliwe kutoka kwake. Swala hilo likaja mbele ya Abu Bakar. Abu Bakar ambaye alikuwa anampenda sana mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye hakupenda kutoa uamuzi uliozidi ya matakwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam.
hata Abubakar akasema kwamba huyo alikuwa ametumwa na Mtume sallam na alikuwa amemruhusu kufanya biashara na kuchukua sehemu yake, hivyo sitachukua chochote kutoka kwake hadi mwenyewe anipatie. Mimi sitasema lolote isipokuwa anipatie mwenyewe. Kisha Hazrat Umar akaenda kwa Hazrat Muaz. Hazrat Umar alikuwa mwenye tabia ya kuzingatia kanuni. Yeye akaenda kwa Hazrat Muaz na akamweleza habari hiyo. Hazrat Muaz akasema, Mtume sallam alikuwa amenituma huko Yemen ili niweze kutimiza mahitaji yangu, hivyo sitatoa chochote. Khalifa mtukufu anasema kwamba na habari hii pia inathibitika kutoka riwaya mbalimbali, na tunaposoma kuhusu maisha yao tunapata kuelewa kwamba ikiwa walikuwa wanapata hali bora, basi hali hiyo ilikuwa inadumu kwa siku chache tu, kwani mara nyingi walikuwa wakiwagawia maskini, na riwaya za namna hiyo zitaelezwa hapo mbele zinazoonyesha kwamba kwa njia gani watu hawa walikuwa wakijitolea. Kisha baada ya muda fulani Hazrat Muaz akamwendea Hazrat Umar na akasema kwamba sawa, mimi nakubali na nitafanya kama usemavyo, kwani nimeona ndoto ya kwamba mimi nazama kwenye maji na wewe umeniokoa. Kisha Hazrat Muaz akaja kwa Abubakar na akamweleza habari nzima na akala kiapo na akasema kwamba sitaficha chochote kutoka kwako, kile nilichokichukua na kama nilivyochukua vyote vipo mbele yangu. Hata Abubakar akasema, hata mimi sitachukua chochote kutoka kwako, ni sawa tu kwamba wewe umenieleza yote na umenipatia hisabu yote, lakini mimi sitachukua chochote kutoka kwako na nimekupa kama zawadi. Hata Umar alipopata taarifa hiyo akasema, hapo ni sawa na huo ndio uamuzi bora, kwa kuwa khalifa wa zama ameamua tayari na amempatia vitu vyote, hivyo hapo ni sawa tu, na akamtii hata Abubakar radhiyallahu anhu kikamilifu. Khalifa mtukufu anasema kwamba Hazrat Umar hakuwa na shida hii kwamba kwa nini Hazrat Muaz anachukua faida, bali alikuwa na wazo lake kwamba kwa kuwa baada ya kifo cha Mtume sallallahu Abubakar ni khalifa, hivyo sasa huo uwe uamuzi wa khalifa kwamba Muaz anaweza kutumia au la. Na Abubakar alipotoa uamuzi wake na akasema kwamba sitachukua chochote kutoka kwake na akampatia kama zawadi, kisha Umar hakubaki na uzuru wowote, hivyo akasema sawa tu na uamuzi huo ni bora. Uzuri anasema kwamba hapo jambo limekuwa wazi zaidi kwamba Mwenyezi Mungu pia hakuielekeza tabia yake upande huu hadi akatimiza mahitaji yake yote na akalipa mikopo yake yote na akapata unafuu. Kisha kwa kupitia ndoto Mwenyezi Mungu akamfahamisha Muaz kwamba sasa wewe ujikimu juu ya mali yako binafsi tu, na sasa huwezi kupokea zawadi kama amiri, wala huwezi kutumia mali kutoka Baitul Mal. Na kisha yeye pia hakuishi kwa muda mrefu katika sehemu ile. Huu ndio muhtasari wa jambo hilo. Imesimuliwa na Muaz, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma nchini Yemen akasema kwamba ukikabiliana na swala fulani kwa namna gani utatoa uamuzi. Yeye akasema kwamba nitalitatua kwa kitabu cha Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ikiwa ukikosa amri yake katika kitabu cha Allah. Yeye akasema, kisha nitatoa uamuzi sawa na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kama ukikosa amri yake katika sunna ya Mtume utafanya nini? Yeye akasema, kisha nitatoa hukumu sawa na uelewa wangu na sitaonesha uzembe wowote. Muaz anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuyasikia hayo akaweka mkono wake juu ya kifua changu na akasema kwamba sifa zote njema zinamhusu Allah ambaye amemjalia mwakilishi wa mtume wake kusema jambo
ambalo limemfurahisha mtume wake. Hat Muaz anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Yemen akaniambia kwamba ujiepushe na tabia ya kuishi maisha ya starehe, kwani waja wa Allah hawaishi maisha ya starehe. Khalifa mtukufu anasema kwamba hapo jambo limekuwa wazi zaidi kwamba zawadi na faida ya biashara alizokuwa anazipokea zilikuwa kwa ajili ya kulipa mikopo tu, na mtume sallam alikuwa anajua kwamba Muaz ni mkarimu mno, mwenye kuwasaidia wanyonge na anatumia juu yao. Lakini hata hivyo akamnasihi kwamba ruksa hizi nazotoa si kwa ajili ya kujipatia raha na starehe, bali zipo ili uweze kutimiza mahitaji yako, na akamnasihi kuepukana na starehe. Muaz anasema kwamba kwa ajili ya safari ya Yemen nilipotaka kupanda juu ya farasi, mtume akaninasihi nasaha ya mwisho akisema kwamba uwatendee watu wema na kwa hulka njema. Huzur amesema siku hizi tuone hali ya Waislamu ikoje. Je, wanafanya hivyo na wanasherehekea Maulidi? Njia ya kweli ya kusherehekea Maulidi ni kufuata mifano na nasaha za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Hazrat Muaz nchini Yemen akimfanya kuwa gavana wa nchi, akaeleza daraja yake katika maneno haya kwamba inni ba'astu lakum khaira ahli, yani na watumieni yule aliye bora katika watu wangu. Ibn Abu Naji anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Hazrat Muaz katika Yemen kama gavana. Hapo akawaindikia watu wa Yemen kwamba kwa yakini nimemfanya kiongozi wenu aliye bora, mwenye elimu na mwenye dini katika watu wangu. Hazrat Muaz radhiyallahu anhu anasimulia katika Musnad Ahmad bin Hanbal ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alinihusia kuhusu mambo 10 akisema ya kuwa jambo la kwanza ni ya kwamba usimshirikishe na Allah chochote, hata kama uwawe au uunguzwe kwa moto. Jambo la pili ni kwamba usiwaasi wazazi, hata kama wakufukuze nje ya nyumba au wasikupe chochote kutoka mali yao. Jambo la tatu ni ya kwamba usiache sala ya farazi kwa maksudi, kwani anayacha sala kwa maksudi anatoka nje ya ulinzi na uhifadhi wa Allah. Kisha akasema usinywe pombe, kwani pombe ni mzizi wa maovu yote. Kisha akasema kwamba ujiepushe na madhambi na maasi, kwani kwa sababu ya madhambi Mwenyezi Mungu hukasirika. Kisha akasema kwamba wakati wa kupambana na maadui usioneshe uvivu wala usikimbie kwa woga, hata kama watu waangamie. Kisha akasema kwamba endapo watu waambukizwe na janga la tauni na wewe uwe kati yao, basi ubaki ulipo. Ikiwa maradhi ya namna hiyo yanasambaa na kuenea na watu wanaambukizwa, basi ubaki pale ulipo. Kisha akasema kwamba utumie juu ya ahli zako sawa na uwezo wako na utimize haki zao, wala usioneshe uzembe katika malezi yao, na uendelee kuwakumbusha ili wawe wacha Mungu, ili wapate malezi mazuri na wao wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Imesimuliwa na Ibn Umar ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Hazrat Muaz akisema kuwa, ewe Muaz, na kunasihi nikiwa ndugu yako, nikikuhurumia kwamba mchi Allah
hiyo ni riwaya ya ibn umar kwamba uwe na ucha Mungu na uwatembelee wagonjwa na nakunasihi kuwatimizia mahitaji ya wajane na wanyonge na kunasihi ili uwasaidie wenye haja na uwatendee watu kwa uadilifu na useme kile kilicho haki na katika swala la Mungu usijali lawama ya yeyote mwenye kulaumu. Hiyo pia nakunasihi. Safari moja Umar aliwaambia wenzake kwamba mutamani kuhusu kitu chochote. Mmoja akasema natamani kwamba nyumba hii ijae na dhahabu na niitoe katika njia ya Allah na niitoe kama sadaka. Mwingine akasema natamani kwamba nyumba hii ijae na lulu na almasi na nizitoe katika njia ya Allah na nitoe kama sadaka. Kisha Umar akasema semeni kama kuna tamanio jingine. Wakasema ewe Amirul Mu'minin, hatuelewi tutamani nini. Umar akasema kwamba mimi natamani ya kuwa nyumba hii ijae na Abu Ubaida bin Jarrah na Muaz bin Jabal na Salam Maula Abu Huzaifa na Huzaifa bin Yaman radhiyallahu anhum. Yani nyumba hiyo ijae na watu wa aina hiyo. Habari hiyo nilikuwa nimeieleza hapo nyuma. Sasa kuhusu Muaz bin Jabal pia nimeieleza. Muaz kuanzia mwaka wa 9 hijra hadi mwaka wa 11 hijra aliishi Yemen, yani kwa miaka miwili. Safari moja Umar aliweka dinari 400 katika begi moja na akamwambia mtumishi wake kwamba uipeleke kwa Abu Ubaida bin Jarrah. Habari hiyo nilikuwa nimeieleza katika hutuba iliyopita katika kumbukumbu za Abu Ubaida bin Jarrah, lakini yapo maelezo yake yaliyokuwa yamebaki, hivyo na yaeleza yote. Umar akamwambia mtumishi wake kwamba umpeleke Abu Ubaida fedha hiyo na ubaki nyumbani kwake kwa muda, halafu uone kwamba anafanya nini na hela hiyo. Hivyo mtumishi huyo akamwendea Abu Ubaida na dinari na akasema kwamba Amirul Mu'minin amesema kwamba mali hiyo ni kwa ajili yako, hivyo uitumie kwa ajili ya mahitaji yako. Abu Ubaida akasema Mungu amrehemu Umar. Kisha akamuita mtumishi wake na akamwambia kwamba dinari 7 umpeleke fulani na dinari 5 umpatie fulani na dinari 5 umpeleke fulani hadi akamaliza yote. Mtu huyo aliyekuwa amekwenda na dinari yeye akarejea kwa Umar radhiyallahu anhu na akamueleza habari yote. Umar alikuwa amemwandalia Muaz dinari katika idadi hiyo hiyo katika begi jingine. Alikuwa amemwandalia Muaz dinari kama hiyo. Yeye akamwambia mtumishi wake kwamba uipeleke kwa Muaz dinari hiyo na mwambie kwamba ubaki nyumbani. Akamwambia kwamba ubaki nyumbani kwake kwa muda, halafu uangalie kwamba anafanya nini na hela hiyo. Hivyo mtumishi huyo akamwendea Muaz na dinari na akamwambia kwamba Amirul Mu'minin amesema kwamba hela hiyo uitumie kwa ajili ya mahitaji yako. Muaz akasema Mwenyezi Mungu amrehemu. Kisha akamuita mtumishi wake na akasema dinari kiasi fulani umpelekee fulani nyumbani kwake na kiasi umpelekee fulani. Hapo mke wa Muaz akaja na akasema wallahi sisi pia ni mafukara wala hatuna chochote nyumbani, hivyo ubakishe kiasi kwa ajili ya nyumbani pia na utupatie chochote kutoka fedha hiyo. Wakati ule dinari 2 tu zilikuwa zimebaki katika begi na hela zingine alikuwa ameshazigawa tayari. Muaz akampatia mkewe zile dinari 2. Mtumishi huyo akamrejea Umar na akamweleza habari yote. Umar kwa kusikia hiyo akafurahi sana na akasema kwa yakini hawa wawili, yani Abu Ubaida na Muaz, ni ndugu, na katika sifa hii ya kujitolea katika njia ya Allah huwa wanafanana sana kwenye sifa hiyo. Shurah bin Ubaid na Rashid bin Saad wanasimulia ya kwamba Umar bin Khattab alipofika katika eneo la Sarag ni jina la kijiji kimoja cha Tabuk.
hapo akaambiwa kwamba janga kali limesambaa nchini Syria. Umar akasema nimepata taarifa ya kuwa kuna maradhi kali yameenea nchini Syria. Ninarai kwamba ikiwa muda wa kifo changu ulifikie na Abu Ubaida bin Jarrah awe hai, basi nitamteua kuwa khalifa. Na kama Mungu akiniuliza kwamba kwa nini umemteua kuwa khalifa wa umati wa Muhammad, nitasema kwamba nilikuwa nimemsikia mtume wako akisema ya kwamba kila nabii anakuwa na amini wake, na amini wangu ni Abu Ubaida bin Jarrah. Habari hiyo nimeshaieleza hapo kabla. Watu hawakupenda habari hiyo, nao wakasema kwamba itakuwaje kwa watu wakubwa wa Quraysh, yani Banu Fahd. Kisha Umar akasema kwamba muda wa kifo changu ukiwadia na Abu Ubaida bin Jarrah ikiwa atakuwa amefariki dunia, basi nitamteua Muadh bin Jabal kama khalifa wangu. Na ikiwa Mungu wangu ataniuliza kwamba kwa nini umemfanyia kuwa khalifa, nitasema ya kwamba nilikuwa nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kuwa siku ya kiyama ye ataletwa akiwa mbele ya maulama, na katika elimu atakuwa na daraja yake kubwa. Mwaka wa 15 wa hijra, katika vita ya Yarmouk, Abu Ubaida bin Jarrah akamteua Muadh bin Jabal akiwa kamanda wa sehemu ya kulia ya jeshi. Memenani sehemu inayokuwa upande wa kulia ya jeshi. Kwa sababu ya mashambulizi makali ya Wakristo, sehemu ile ya kulia ya jeshi la Waislam likajitenga na wanajeshi wengine na watu wakatawanika. Muadh alipoona hali hiyo akaonesha ushujaa wake mkubwa na ujasiri mkubwa, na akashuka chini ya farasi na akasema kwamba sasa nitapigana vita hivi, na endapo yupo anayeweza kutimiza haki ya farasi, basi huyo farasi yupo kwa ajili yake. Mwanawake pia alikuwepo katika uwanja wa vita. Yeye akasema mimi ninaweza kutimiza haki yake, kwani Mungu akipenda naweza kupigana vizuri nikipanda farasi. Ilmuradi wote wawili, baba na mwana, wakaingia katika safu za maadui na wakapigana vita kwa ushujaa mkubwa hadi Waislamu wakajipanga tena na wakaimarika, na hali ya hofu ikatoweka na wakapata ushindi katika vita. Abu Idris Khawlani anasema kwamba nchini Syria mimi niliingia katika msikiti wa Damascus, nikakutana na kijana mmoja aliyekuwa na meno mazuri meupe, na watu walikuwa wamemzunguka. Kila walipokuwa wakihitilafiana juu ya jambo fulani, walikuwa wakimpelekea swala lao na walikuwa wakitanguliza rai yake juu ya maoni yao. Mimi nikawauliza kwamba huyo ni nani. Nikaambiwa kwamba huyo ni Muadh bin Jabal. Siku ijayo nikaenda huko wakati wa mchana, nikaona kwamba yeye alikuwa amefika mapema kuliko mimi na alikuwa na swali. Nikasubiri hadi amalize swala. Alipomaliza swala nikaenda mbele yake na nikamsalimia na nikasema, naapa kwa Allah, kwa ajili ya Allah nakupenda. Muadh akasema wallahi. Nikasema wallahi, naapa kwa Mungu. Muadh akasema unaapa kwa Mungu tena? Nikasema wallahi, naapa kwa Mungu. Kisha yeye akashika kona ya shuka yangu na akanivuta kwake na akasema kwamba ufurahie, kwani nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba Mwenyezi Mungu amesema ya kuwa wale wanaopendana kwa ajili yangu, na wale wanaoishi pamoja kwa ajili yangu, na wale wanaosalimiana kwa ajili yangu, na wale wanaotumia juu ya wenzao kwa ajili yangu, basi watakuwa wamepata mapenzi yangu. Riwaya moja inasema ya kwamba Muadh alikuwa na wake wawili sawa na zamu yao. Alipokuwa akienda kwa mmoja wao, alikuwa hanywi maji kwa mwingine, yani alikuwa anazingatia sana uadilifu. Ipo riwaya nyingine isemayo ya kwamba Muadh alikuwa na wake wawili sawa na zamu yao, alikuwa anawaendea na alikuwa akizingatia sana kwamba afanye uadilifu kati yao. Kisha wote wawili wakafariki dunia kwa sababu ya maradhi ambukizi nchini Syria na wakazikwa katika kaburi moja. Hata wakati wa mazishi Muadh akapiga kura kwamba nani awe wa kwanza kuingizwa kaburini. Huo ulikuwa uadilifu wake. Ipo riwaya nyingine ya Siru Sahaba isemayo ya kwamba Muadh alikuwa na wake wawili na kutokana na maradhi ya tauni amwas wakafariki dunia, ilhali alikuwa na mwana mmoja ambaye jina lake lilikuwa Abdurrahman.
aliyekuwa ameshiriki katika vita ya Yarmouk pamoja na baba yake, naye akafariki kwa sababu ya tauni ya Amwas. hata Abu Ubaida kwa sababu ya tauni ya Amwas alipofariki dunia, Umar akamteua Muaz kama mkuu wa Syria. Amwas ni jina la kijiji kilichopo katika njia ya kuelekea Baitul Muqaddas, kikiwa na umbali wa maili 7 kutoka Yarmala. Katika mwaka huu Muaz kwa sababu ya maradhi ya tauni akafariki dunia. Kathir bin Murra anasimulia kwamba katika maradhi yake Muaz alituambia kwamba lipo jambo moja nililokuwa nimelisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambalo nilikuwa nimelificha kutoka kwenu. Nilikuwa nimemsikia Mtume akisema kuwa mtu ambaye neno lake la mwisho litakuwa la ilaha illallah, pepo itawajibika juu yake. Riwaya nyingine inasema kwamba Hazrat Muaz akasema, nilikuwa nimejizuia kuwaeleza hadithi hii kwa kufikiri kwamba msije mkaitegemea na muache kutenda mema. Tauni ilipoenea nchini Syria, Hazrat Muaz bin Jabal pia akaambukizwa na maradhi hayo, na kwa sababu yake akazimia. Alipopata unafuu kidogo akasema, ewe Mungu, nijalie hofu yako na hapa kwa heshima yako, na wewe unajua kwamba mimi nakupenda. Kisha akazimia tena, na kisha alipopata unafuu akasema tena maneno hayo hayo. Muda wa kifo cha Hazrat Muaz ulipowadia akasema, ebu angalieni, je kumekucha? Akaambiwa kwamba bado, hadi asubuhi ikatokea. Hapo akaambiwa kwamba tayari kumekucha. Hazrat Muaz akasema, mimi najikinga kwa Allah kutoka usiku ambao asubuhi yake impelekee mtu katika jahannam. Mimi naukaribisha mauti, mimi naikaribisha siku ya kukutana na mpendwa wangu ambayo inakuja baada ya muda mrefu. Ewe Allah, wajua kwamba mimi na kuogopa, lakini leo nina matumaini mazuri na sipendi umri mrefu ili nichimbe mito au nipande miti, bali napenda kuvumilia kiu cha mchana na matatizo ya kihali, na nikae na maulama ambao wanakukumbuka. Kisha riwaya nyingine inasema kwamba wakati wa kifo cha Muaz ulipowadia, yeye akaanza kulia. Akaulizwa sababu yake kwamba kwa nini unalia, wewe ni rafiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muaz akasema, siili kwa sababu ya ghamu ya kufa kwangu, wala siili kwa sababu ya kuacha dunia hii, bali sababu ya kulia kwangu ni fikra yangu hii ya kwamba kutakuwa na makundi mawili, na mimi sijui kwamba nitafufuliwa katika kundi gani. Kundi moja ni la watu wa pepo na jingine ni la watu wa moto, na mimi nina hofu ya Allah na ndiyo maana nalia. Sawa na riwaya ya Muslim Ahmad bin Hanbal, Muaz akasema kwamba nilikuwa nimemsikia Mtume akisema kwamba hivi karibuni utahamia Syria na utapata ushindi juu yake, lakini huko mtaambukizwa na maradhi ya majipu ambayo yatawakamata binadamu. Mungu kwa kupitia maradhi hayo atawajalia kifo cha kishahidi na atatakasa matendo yao. Ewe Allah, ikiwa unajua kwamba Muaz bin Jabal ameisikia hadithi hii kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi umpe na uwape ahli zake sehemu yake ya kutosha. Hivyo wote wakaambukizwa na tauni na hakuna hata mmoja aliyebaki kuwa hai. Hazrat Muaz alipopata jipu juu ya kidole chake cha shahada, yeye alikuwa akisema kwamba mimi badala yake hata sipendi nipatiwe ngamia mwekundu, nami nina furaha juu yake. Imeandikwa katika historia ya Tabri kwamba akapata jipu katika kiganja chake. Alikuwa akiona kiganja chake na alikuwa akibusu nyuma ya mkono ule, na alikuwa anasema kwamba sipendi kupata kitu cha dunia ambacho kiwe badala yako. Hazrat Muaz akafariki dunia katika mwaka wa 18 wa Hijra. Zipo rai mbalimbali kuhusu kifo chake, na sawa na rai hizi umri wake umeelezwa kama miaka 33, 34, 38. Idadi ya riwaya ambazo Muaz alizisimulia ni 157, na zipo hadithi mbili ambazo zimeungwa mkono na Bukhari na Muslim. Sahaba anayefuata ni Hazrat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Hazrat Abdullah alitokana na tawi la Banu Salama la kabila la Khazraj. Jina la baba yake lilikuwa Amr bin Haram na mama yake alikuwa anaitwa Rubab binti Qais. Hazrat Abdullah bin Amr alizaliwa miaka takriban 40 kabla ya hijra ya Madina,
na wakati wa hijra umri wake ulikuwa miaka 40. hata Abdullah bin Amr alikuwa baba wa sahaba mmoja maarufu aitwaye Jabir bin Abdullah. hata Abdullah bin Amr alikuwa shemeji hata Amr bin Jamu. hata Abdullah bin Amr alishiriki katika bayat Aqaba Thania na alikuwa mmoja wa viongozi waliokuwa wameteuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alishiriki katika vita ya Badr na katika vita ya Uhud akawa shahidi sawa na rai ya baadhi. hata Abdullah bin Amr alikuwa mtu wa kwanza aliyeuawa shahidi katika vita ya Uhud. Tukio la kusilimu kwake jinsi linavyosimuliwa ni hili ya kuwa hata Ka'b bin Malik anasimulia ya kwamba sisi tulimwahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam ahadi ya kukutana naye katika siku ya katikati za Tashrik ambazo ni siku 3 za mwisho za siku za Hija kuanzia 11 Zulhijja hadi 13 Zulhijja katika eneo la Aqaba. Aqaba inapatikana kati ya Makka na Mina. Tulipomaliza hija na usiku wa ahadi ukatufikia kama tulivyokuwa tumemwahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja nasi alikuwepo Abdullah bin Amr ambaye alikuwa kiongozi mmoja kati ya viongozi wetu na alikuwa miongoni mwa watu wenye heshima. Hivyo tukamchukua pamoja nasi. Tulikuwa hatukuwaambia watu wetu waliowashirikina kuhusu swala hilo. Tukamwambia, ewe Abu Jabir, wewe ni kiongozi wetu. Kunia yake ilikuwa Abu Jabir, hivyo alikuwa akiitwa Abu Jabir. Anasema kwamba sisi tukamwambia, ewe Abu Jabir, wewe ni kiongozi wetu mwenye heshima, hivyo hatupendi kwamba wewe uwe kuni la Jahannam. Hapo tukampatia mwito wa Islam na tukamjulisha kuhusu safari ya kwenda katika eneo la Aqwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye akasilimu na akashiriki katika bayati Aqaba Thania na akateuliwa kuwa kiongozi. Jabir bin Abdullah anasimulia kwamba mimi na baba yangu na wajomba zangu wawili ni miongoni mwa watu wa Aqaba. Msimuliaji Ibn Uyayna anasema ya kwamba mmoja wao ni Hazrat Bara bin Marur. Kuhusiana na tukio la Aqaba Thania nimeshaeleza maelezo yake kutoka Sirat Khataman Nabiyyin nilipokuwa nimeeleza kumbukumbu za baadhi ya maswahaba, lakini hapa nitaeleza sehemu yake kidogo. Mwaka wa 13 wa unabii kuhusiana na bayati Aqaba Thania kama ilivyoandikwa katika Sirat Khataman Nabiyyin, mwaka wa 13 wa unabii katika mwezi wa Zulhijja wakati wa hija, mamia ya watu wa kabila la Aus na Khazraj walikuja Makka, ambao kati yao walikuwepo watu 70 walikuwa wameshasilimu au walikuwa na nia ya kusilimu. Hivyo wakaja Makka na wakakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ya hali fulani kulikuwa na haja ya kukutana naye katika faragha. Hivyo baada ya kumaliza mambo ya hija, tarehe ya katikati ya mwezi wa Zulhijja ikapangwa, na siku ile nusu ya muda wa usiku ilipopita, watu hawa wakaambiwa waende wakutane na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili waweze kuongea naye kwa utulivu na kwa amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaambia Ansar kwamba wasije kwa pamoja, bali waje wakiwa mmoja mmoja, na kila mmoja azingatie kwamba kelele isipigwe. Hivyo sawa na muda uliokuwa umepangwa wakati wa usiku, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka nje akiwa peke yake kutoka nyumba yake, na akifuatana na baba yake mdogo Hazrat Abbas, ambaye wakati ule hakuwa Muislam, lakini alikuwa akimpenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mkuu wa kabila la Hashim. Akafika katika pango lile. Muda si muda Ansar pia wakafika huko. Watu hao walikuwa watu 70 na walikuwa wakitokana na kabila la Aus na Khazraj. Kwanza kabisa Abbas akaongea nao
akisema kwamba hii ni kundi la Khazraj. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtu anayependwa sana katika familia yake, na familia yake imeendelea kumhifadhi hadi leo, na katika kila aina ya hatari imeendelea kuwa kama ngao yake. Lakini sasa Muhammad anataka kuhama nchi yake na kuhamia kwenu. Hivyo ikiwa mnatamani kumpokea ili aishi kwenu, basi mtalazimika kumhifadhi na mtalazimika kupambana na kila adui. Ikiwa mko tayari kwa ajili yake, basi ni jambo jema, waila mnaweza kusema wazi, kwani kusema kweli ni jambo zuri. Bara bin Marur ambaye alikuwa mzee na mwenye heshima wa kabila la Ansar akasema, Abbas, tumekusikia tayari, lakini sasa tunachokipenda ni kwamba Mtume sallam pia aseme lolote na atuambie kuhusu wajibu wetu. Mtume sallam akasoma aya kadhaa za Qur'ani tukufu, kisha akatoa hutuba fupi na akaeleza mafunzo ya Islam na akifafanua kuhusu haki za Allah na haki za waja wake. Kisha akasema kwamba mimi nachotaka ni kwamba kama mnavyowalinda jamaa zenu wa karibu, basi muda ukifika muwe mnanifanyia hivi. Mtume sasa alipomaliza hutuba yake, Bara bin Marur sawa na utamaduni wa Uarabuni akashika mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mkono wake na akasema kwamba, ewe Mtume wa Allah, tunaapa kwa Mungu ambaye amekutuma kwa haki ya kwamba sisi tutakulinda kama tunavyojilinda nafsi zetu. Mmoja wao akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba pale utakapopata ushindi, tunaahidi kwamba tutakusaidia, lakini utakapopata ushindi usije ukatuacha. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu na akasema kwamba damu yenu itakuwa damu yangu na marafiki zenu watakuwa marafiki zangu na maadui wenu watakuwa maadui wangu. Abbas bin Ubada Ansari akatupia jicho kwa wenzake wa Ansar na akasema kwamba, eni watu, je, mnaelewa maana ya ahadi hii ni nini? Maana yake ni kwamba sasa mnatakiwa muwe tayari kupambana na kila mweusi na mwekundu na kila mweupe, na muwe tayari kwa ajili ya kujitolea kila kitu. Watu wakasema, ndio, tuko tayari, lakini ewe Mtume wa Allah, badala yake tutapata nini? Mtume akasema, mtapata pepo ya Allah ambayo ni zawadi kubwa kuliko neema zake zote. Wote wakasema, tunakubali. Ewe Mtume wa Allah, lete mkono wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasogeza mkono wake mbele na watu hawa 70 wakafanya bayati yake, na wakafanya bayati yake ambayo inajulikana kwa jina la bayati Aqba Thania. Baada ya kufanya bayati, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Musa alikuwa amewateua viongozi wake 12 ambao kwa niaba ya Musa walikuwa viongozi wao. Mimi pia napenda kuwateua viongozi 12 ambao watakuwa wasimamizi wenu, na wao kwangu watakuwa mithili maswahaba wa Isa na watawajibika kuhusu kaumu yao. Basi nini munipendekezee majina haya. Hivyo watu 12 wakapendekezwa ambao Mtume akakubali na akawateua kama wasimamizi wa makabila mbalimbali na akawafahamisha wajibu wao. Na kwa ajili ya makabila mengine Mtume sallallahu akawateua viongozi wawili, na katika viongozi hawa 12 Abdullah bin Amr pia alikuwa mmoja wao ambaye akamteua kuwa kiongozi. Imeandikwa katika riwaya moja ya kwamba wakati wa vita ya Uhud habari ilienea katika Madina kwamba pale ambapo Abdullah bin Ubay bin Sulul alipoasi, Mtume sallallahu Jabir bin Abdullah anasimulia kwamba baba yangu Abdullah bin Amr aliwawa shahidi katika vita ya Uhud. Na katika riwaya nyingine imeandikwa kwamba shangazi yangu ambaye alikuwa mke wa Amr bin Jamu alikuwa anawaleta juu ya ngamia. Hapo mtangazaji akatangaza kwamba, ebu muwaache mashahidi wenu wazikwe pale pale walipouawa. Hapo wakarudishwa na wakazikwa pale pale.
Anas bin Malik anasimulia ya kwamba wakati wa vita ya Uhud watu wa Madina wakapata taarifa kwamba Mtume Muhammad ameuawa shahidi. Watu wa Madina kwa kusikia habari hiyo wakahuzunika mno. Mwanamke mmoja wa Ansar akaelekea Uhud. Njiani akaona maiti za baba, mwana, mume na ndugu zake. Msimuliaji anasema kwamba hatujui kwamba kwanza kabisa alikuwa amemwona nani. Kila alipokuwa akipita karibu nao alikuwa akiwauliza watu akisema kwamba hawa ni kina nani. Watu walikuwa wanasema kwamba huyu ni baba yako, huyu ni ndugu yako, huyu ni mume wako, huyu ni mwana wako. Mama huyo alikuwa anasema kwamba Mtume sallallahu ana hali gani? Watu wakasema Mtume sallallahu yu mbele yako na yu mzima. Hadi akamjia Mtume na kwa kushika kona ya kitambaa chake akasema, ewe Mtume wa Allah, wazazi wangu wajitolee kwako. Ikiwa wewe usalama basi sijali mauti ya mtu yeyote. Khalifa Msi Rabi rahimahullah ta'ala miaka 2 au 3 kabla ya ukhalifa wake alikuwa ametoa hutuba katika jalsa salana, na khalifa mtukufu wa 4 rahimahullah ta'ala alikuwa ameeleza hali ya vita mbalimbali na alikuwa ametoa hutuba juu ya historia kuhusu Abdullah bin Amr. Khalifa mtukufu wa 4 alikuwa amesema kwamba dada yake hata Abdullah bin Amr ambaye alikuwa mke wa Amr bin Jamu alikuwa akimpenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ambavyo ndugu yake alivyokuwa anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yake akauawa shahidi katika vita, mwana wake akauawa shahidi. Aisha radhiyallahu anha anasema kwamba mimi nilikuwa naelekea uwanja wa vita ili nijue hali ya vita ikoje. Ndipo njiani nikakutana na Hind, mke wa Amr bin Jamu, aliyekuwa akishika lijamu ya ngamia na kuelekea Madina. Nikamuuliza kuhusu hali ya vita, akasema alhamdulillah, kila kitu ni sawa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajambo. Wakati huo nikaona ngamia ambaye alikuwa amembeba kitu fulani. Nikasema kwamba umebeba nini? Akasema hiyo ni maiti ya mume wangu Amr bin Jamu, na ni maiti ya ndugu yangu Abdullah bin Amr, na ni maiti ya mwana wangu Khalad. Na akaelekea Madina, lakini ngamia yake akaketi na alikuwa hanyanyuki. Kisha alipoinuka akakataa kuelekea Madina. Ndipo mama huyo akamwelekeza upande wa Uhud, naye akaanza kutembea kwa furaha. Msimuliaji anasema kwamba hapo mama huyo alikuwa na hali hiyo, na upande wa pili Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaambia maswahaba zake kwamba nendeni mkawatafute maiti za kina Abdullah bin Amr na Abdullah bin Jamu ziko wapi, ili wazikwe kwa pamoja, kwani katika dunia hii walikuwa wakipendana sana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa anawajali mno maswahaba hawa. Inapatikana katika riwaya moja kwamba Abdullah bin Amr aliponuia kutoka kwa ajili ya vita ya Uhud akamuita mwanaye Jabir na akasema kwamba ewe mwanangu, mimi naona kwamba nitatangulia katika mashahidi, na naapa kwa Allah mimi nyuma yangu na kuacha wewe na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nawapendeni sana. Mimi nadaiwa, hivyo kwa niaba yangu ulipe mkopo wangu huo, na nakunasihi kwamba uwatendee dada zako kwa wema. Jabir anasema kwamba asubuhi ijayo baba yangu alikuwa wa kwanza kuuawa shahidi na maadui walikuwa wamekata pua na masikio yake. Jabir anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kwa ajili ya kuwazika mashahidi wa Uhud akasema kwamba wavisheni sanda pamoja na majeraha yao, kwani mimi ni shahidi juu yao, na Muislamu yote aliyejeruhiwa katika njia ya Allah siku ya kiyama atakuja katika hali hii kwamba damu yake itakuwa ikimwagika na rangi yake itakuwa ya zafran na harufu yake itakuwa harufu ya misk. Hawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu anawapenda, hivyo hakuna haja ya kuosha maiti zao na kuvisha sanda nyingine, bali mawazi yao ndiyo sanda yao. Jabir anasema kwamba baba yangu akavishwa shuka moja kama sanda, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema kwamba ni nani aliyejua Qurani zaidi kuliko mwenzie, na alipokuwa akiambiwa alikuwa anasema kwamba basi mzikeni kwanza,
na watu walikuwa wakisema kwamba watu walikuwa wanasema kwamba Abdullah bin Amr alitangulia kuuawa shahidi, yani alikuwa wa kwanza kuuawa shahidi katika siku ya Uhud. Sufyan bin Abd Shams akamua. Sufyan bin Abd Shams ndiye aliyemua. Mtume sallam akaongoza sala yake ya jeneza kabla hawajashambuliwa kwa mara ya pili, na alikuwa amesema kwamba zikeni Abdullah bin Amr na Abdullah bin Jamu katika kaburi moja, kwani hawa walikuwa wakipendana katika dunia hii. Kisha Mtume sallallahu akasema kwamba hawa ambao walikuwa wanapendana katika dunia hii muwaziki katika kaburi moja. Abdullah bin Amr alikuwa na rangi nyekundu na sehemu ya mbele ya kichwa chake ilikuwa haina nywele, na alikuwa na kimo cha wastani, ila hali Amr bin Jamu alikuwa mtu mrefu. Hivi wote wawili wakatambuliwa na wakazikwa katika kaburi moja. Habari zake zilizobaki nitaieleza katika hutuba ijayo inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله